Karibu kwenye habari za ulimwengu. Serikali ya Iran imesema kuwa vitendo vya hivi karibuni vya Marekani na Israeli ni sehemu ya njama ya makusudi ya kuvuruga na kudhoofisha utawala wa taifa hilo. Kauli hiyo imetolewa wakati mvutano wa kisiasa na kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka kwa kasi. Viongozi wa Tehran wamedai kuwa shinikizo la kijeshi, vikwazo vya kiuchumi na matamko ya kisiasa kutoka Washington na Tel Aviv vina lengo la kuchochea hali ya sintofahamu ndani ya nchi yao. Wamesema kuwa kampeni hizo zinaendeshwa kwa lengo la kuibua mgawanyiko wa kisiasa na kuhamasisha upinzani dhidi ya uongozi wa sasa. Kwa mujibu wa maafisa wa Iran, kauli za viongozi wa Marekani kuhusu mabadiliko ya utawala ni ushahidi wa wazi wa kile wanachokiita ajenda ya muda mrefu ya kuingilia masuala ya ndani ya nchi yao. Wamesisitiza kuwa Iran ni taifa huru na halitakubali shinikizo la nje linalolenga kubadilisha mfumo wake wa uongozi. Katika taarifa zao, viongozi hao pia wameeleza kuwa Israeli imekuwa ikishinikiza hatua kali dhidi ya Iran, hasa kuhusiana na mpango wake wa nyuklia na ushawishi wake katika mataifa ya jirani. Tehran inaamini kuwa ushirikiano wa karibu kati ya Washington na Tel Aviv unalenga kuipunguza nguvu Iran katika siasa za kikanda. Iran imeendelea kusisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya amani na kwamba imekuwa ikifuata mikataba ya kimataifa inayohusika. Hata hivyo, mataifa ya Magharibi yamekuwa yakieleza wasiwasi juu ya kasi na kiwango cha urutubishaji wa madini ya urani, jambo linalozua hofu ya uwezekano wa matumizi ya kijeshi. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema kuwa vita ya maneno kati ya pande hizi zimeingia katika hatua nyeti. Kauli kali kutoka kila upande zinaweza kushinikiza hisia za kizalendo ndani ya Iran na hivyo kuimarisha mshikamano wa ndani badala ya kudhoofisha utawala kama ilivyodhaniwa na wapinzani wake. Aidha, hali ya uchumi wa Iran imeathiriwa kwa kiasi kikubwa na vikwazo vya kimataifa, hali inayochangia malalamiko ya wananchi kuhusu gharama za maisha. Hata hivyo, serikali ya Tehran imekuwa ikielekeza lawama kwa vikwazo hivyo, ikivitaja kama sehemu ya mkakati wa nje wa kuinyima nchi hiyo uwezo wa kujiendeleza kiuchumi. Katika mazingira haya, viongozi wa Iran wameonya kuwa hatua zozote za kijeshi zitakazochukuliwa dhidi ya taifa lao zitajibiwa kwa nguvu. Wamesema wako tayari kuilinda mipaka na maslahi ya taifa lao dhidi ya kile wanachokiona kama vitisho vya moja kwa moja. Baadhi ya mataifa yamekuwa yakihimiza kupunguzwa kwa mvutano kupitia njia za diplomasia. Wito umetolewa kwa pande zote kujiepusha na kauli na vitendo vinavyoweza kuchochea hatari ya makabiliano ya wazi ambayo yanaweza kuathiri usalama wa ukanda mzima. Kwa sasa Iran imeonyesha kuwa haitakubali kile inachokiona kama njama za kuingilia utawala wake. Huku shinikizo likiendelea kuongezeka, mustakabali wa uhusiano kati ya Tehran, Washington na Tel Aviv unabaki kuwa moja ya masuala nyeti zaidi katika siasa za kitaifa leo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.